Anapigaje miuno mbalimbali huyu? Mke wangu njoo nipokee, siwezi kuweka chini, sio sheria. Weka tu hapo nawe. Wapi? Si weke hapo. Sasa sijaona, niweke wapi? Weka hapo chini na kwani ni mgeni humu ndani? Sasa watu mnaanza kuharibia tu mudi mapema. Mimi unani ndio napiga miuno mbalimbali. Ya TikTok. Ndio nipokee. Si wewe hapo na mbona unataka matatizo? Leo mimi na bubu. Hivyo nilipokuoa kweli haya mambo yalikuwa kama tujaza. Haya kuja kunitoa. Wow, baby. I was lucky. Nilimtaja mwanangu safi. Nilimtaja salama. Njoo nilipokuwa mume wako nimerudi. Wanaume wakiitwa wanaume nawe penda na sketi yako kama nani. Kwa hiyo katika wanaume wote wakiitwa na mimi sitokei. Kipindi ambacho tunaanza mahusiano yetu ulikuwa unanipenda, unanisifia. Mume wangu na kitambi cha six pack. Mume wangu miguu yako mizuri. Yaani sasa hivi wanaume wakitaka wewe stop hapa. Njoo, nimekuletea zawadi just for you. Hivi ni wangu, naomba nikuulize swali. Wewe kila ukirudi ni matatizo. Kila ukirudi, yani usione ni watu wanafanya mambo yao, lazima mwanaume mbona magubu wewe. Weka hapo kama vitu meleta, weka hapo. Maji nimekuwekea yako kule. Ukimaliza shughuli zako, kila mtu afanye shughuli zake. Mbona tunaanza kuingiliana? What is this? Hivi ndivyo vitu ambavyo kwa polisi wanataka kutoka. Mambo yako. Mimi nataka mambo yako na mimi mambo yangu. Sikiliza. Usinijui kwa nini wako. Sema nimeokoka, na mimi ningefight. Sina kupigana, unaanza unaobavu wa kunipiga mimi. Tunazikunja mpaka kieleko, mpaka mbingu tafunguka. Mwanamke anaanza kuwa jeuri. Kuna mtu anakupa jeuri. Jeuri bibi yako. Yesu wangu na Maria kati believe my nose. Kuna mijibu jeuri. Mimi nikuona kabadilika kama kuna mtu anampa jeuri. Mbona tuko hivi? Mke wangu, lakini nitakupenda hivyo hivyo. Mke wangu, ulikuwa unasema unahitaji sufuria kupikia hii hapa. Weka hapo chini, kwani lazima uniwekee mimi ngumu? Nisogeza. Hey! Bakuli la mboga. Sio hapo chini na wewe. Usinijibu hivyo. Mimi na wako. Unatakaje? Asitaki kitu. Unatakaje? Asitaki kitu. Nakuna. Asitaki kitu. Unataka kitu. Nipige. Wewe nipige niwe. Nipige sasa wanawake singemshika nchi nipige niwe. Nauma niwe. Niwe. Niwe lazima. Tafuta tu maneno. Lakini mimi ni kwa hiyo, kwani mimi ndio wa kwanza kuelewa na uboni? Wapi kuelewa alikuwa nani niambie. Niambie wapi alikuwa nani kuelewa? Chunga ndoa yako itapotea hivi. Vimacho kama unaangalia nati yopotea. Samani mke wangu nakupenda. Samani nimetamka neno vibaya. Samani mke wangu. Please forgive me my wife. Sema wewe mke wangu mzuri. Ujui moto wapi kikombe hiki cha chai? Ndio maneno ya kuongea tangu umefika. Mke wangu ulikuwa unataka vya kutongia nani tangawizi. Weka hapo vya. Weka kwa mkono wako wewe. Sasa unaona upendo ndio mke. Haya nenda basi na mambo yake unanichelewesha. Weka na vitu vya mtoto. Weke hapo. Wewe mama wao. Wewe mbona umebadilika? Samani nilikatazwa kukuonyesha kidole. Wewe mbona umebadilika wewe? Wewe mbona umebadilika? Samani kwangu wewe. Wewe mbona umebadilika unamsema mkeo? Mke wangu umebadilika. Tulivyofunga ndoa, tuliambiwa tukaishi kama mke na mume. Sasa nenda baba kaoge, maana hapa nasikia kabisa harufu ya jasho. Hapa kinapika basi hapo nanitia kinyaa. Isiria. Nenda kaoge baba, nenda kaoge. Kambe, shughulisha hapo.
Alafu nanuka harufu ya kahawa. Sana, umenielewa? Bahati mbaya sana leo nimechelewa. Unajua leo nilikuwa naangalia Jua Kali. Nilikuwa marudio ya tamthilia. Kwa hiyo nikasahau kupika, lakini kuna kiporo, no problem. Nini kiporo tena? Sasa kuna microwave hapa na pressure tu chap nini? Wewe nenda kaoge utakuta kiporo chako kiko hapa. Mke wangu, tunamalizana. Ninatamthilia na marudio mengine muda si mrefu yanaanza. Nako simu. Ya kwako hapa. Nimekunulia mimi. Kwa hiyo ndio wako nipe. Nenda kaoge bwana. Mbona tunaanza kusumbuana? Yaani ningekuwa sijaokoka wewe sasa mimi nipojea. Wokovu unanisaidia wewe. Hivyo mpango niambie nikufanyie nini yani kwenye hii dunia? Unataka cha kunifanyia baba? Nenda kaoge unanuka. Unataka cha kunifanyia unifanyie mimi nini na mijasho hii? Mke wangu. Nenda kaoge. Sawa, mimi nenda kuoga lakini mpango kumbuka. Mimi hata navyo nitaingiza mwenyewe. Utaingiza? Nikifanya tu mke wangu. Utachoka. Nendaga. Fanya haraka maana hapa umenizidi. Kuna watu wanatafuta ndoa hizo, wanazililia. Wanaenda hadi kutumia kuomba, wanaomba madhabahuni. Wao wanapata ndoa hii yani kabisa. Unaona kama kinyamboleo. Ukiondoka kwenye uso wa dunia utaanza kulia. Huyu mtu anayekupenda wewe, aita na kutamani wewe, atakuwa ana akili timamu. Na mwanyako kama uchochoro akupendana. Mwanzoni ndio unasikia moja wako mzuri. Wangu unanisifia wewe. Nitaka leo nikauzile, wako unisifia ni mwachi. Kipindi kile ulikuwa handsome kweli. Sasa na tumbo lako kama flampeni ya kupendana. Kuna pepo mdogo kwa. Nenda kaoge sasa. Nenda kaoge. Sasa mtangu mimi naenda kuoga lakini mijasho hiyo baba yani sio poa. Hebu fungua neno usome kwenye Biblia. Neno gani? Hebu fungua neno. Ingia Mithali 14 mstari wa kwanza hadi 18. Ambia humu. Alafu utasoma Efeso 5 mstari wa 22. Mimi nipo ndani mke wangu. Niangalie vimacho kama una problema. Soma maandiko. Hapo unaniambia nifungue Biblia, unamaanisha? Soma maandiko. Ndio nataka nifungue hapa. Nitinanuka. Mwanamke kabadilika. Wewe inabidi apate maombi. Mithali ngapi? Mithali ngapi? Unataka hiyo unataka usome 14 mstari wa kwanza hadi wa 18. Nami. Nenda sasa. Ukimaliza nikupa nyingine, utaniuliza tena mimi naenda kuoga. Nimekumbuka yote. Haya, soma hiyo. Isome Efeso 5 mstari wa 22. Mimi nipo naoga. Mwanamke mpumbavu huvunja ndoa yake mwenyewe. Mwanamke mwenye hekima hujenga ndoa yake mwenyewe. Anamaanisha nini? Nimemkolea. Ngoja niangalie wapi. Si mtu na mwingine. Waefeso ngapi amesema? Waefeso 5. Nakusikia. Enyi wanawake watiini. Watiini nini? Nipo hapo mama. Watiini waume zenu. Mimi unanitiini tu. Hii maandiko niandika. Baba. Baba. Shakwa babako mzazi. Babako mzazi sasa shakwa. Mimi ni mumeo. Forgive me chance mumeo. Naomba nisamee baba. Nikusamee. Ulikuwa unatenda makosa. Sasa nani TikTok tu walinichanganya. Amekuwa TikTok. Unaona Instagram. Unaona Facebook. Unaona na nani? Wewe. Hata mimi nashangaa nimeolewaje na TikTok? Unajua? Yangu chakula kitakuwa tajani. Mimi chakula tajani eti kile tulichobakisha. Yesu ndo na Maria. Nisamee baba, nisamee tu. Hili neno limenigusa sana. Limekugusa hata juzi tulikuwa kwenye nani kwenye kongamano la wanawake. Waliongelea habari ya kumtii mumeo. Na upumbavu, mimi sio mpumbavu. Sasa aliojaje? Sasa mwanamke mpumbavu huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Asofa aliongea hiyo. Aliongea. Kwa hiyo mimi hapa nikivunja hiyo ndoa utanilaumu.
Unavunjaje sasa? Mimi bado nakupenda bado. Unanipenda, simama kama unanipenda. Nakupenda. Yaani hapa nakupenda, yaani wewe ni mzuri kweli mume wangu. Na mimi najiona katika wanaume na mimi wanaume. Sema tena leo neno. Rudia repeat again please. Katika wanaume wote umewazidi wote. Unapocheka. Haya mkango nipokee mizigo. Asante. Ni hukumu milele. Wow, mkango umebadilika hata utunjaji. Ngoja nikusaidie mkango. Don't worry now. Baba. Katika wanaume kuna wanaume wengi ila umewazidi wote. Wenye nini sasa? Wanawake wanabidi waelimishwe hawa. Hawa si waelimishwe.